Okay, habari za majukumu, pole sana na kazi. Okay, hongera sana kwa kuendelea kufuatilia nakala zetu ambazo tunakuwa tunazungumza mambo mbalimbali hasa ya kiafya, na tunakuwa tunazungumza kwenye pande zote mbili za mwanamke, tunakuwa tunazungumza pia pande za wanaume pia. Katika mwendelezo wa mada zetu ambazo zinazokuwa ziko mezani, na leo tunapenda kuzungumzia kwa nini watu au kwa nini wanawake wengi wanapata maumivu makali ya hedhi na inakuwa inamaanisha kitu gani. Yaani mwanamke ambaye anapata mzunguko wa hedhi au anapata maumivu makali inakuwa inamaanisha ni kitu gani. Sasa kabla hatujaanza kuzungumza, tunazungumza kwanza tuelewe nini maana ya hedhi. Kwa lugha rahisi, hedhi ni ile damu ambayo inakuwa inatoka baada ya mbegu au baada ya yai kushindwa kubanguliwa, yaani baada ya yai kushindwa kupata mbegu ili liweze kutengeneza ujauzito, pale ndio inapotokea hiyo hedhi, ndio pale chanzo cha hedhi kinapokuwa. Sasa tukianza kuzungumza, kuna watu ambao tunawafahamu au tunawasikia au tushawahi kuhadisiwa au tumeshawahi kuwaona wanakosa usingizi kila mwezi kwa sababu ya maumivu ya hedhi. Kuna wengine mpaka watumie labda sindano au watumie labda dawa fulani ndio wanakaa vizuri. Sasa leo tunazungumza wale watu, ni kitu gani kinachotokea au kitu gani kinachosababisha mtu anaingia kwenye hiyo changamoto. Kabla tunatakiwa tuanze kujua kuna aina za hedhi zipo ambazo ni aina mbili kuu ambazo zinakuwepo za hedhi. Aina ya kwanza kuna maumivu ya kawaida ambayo tunaita maumivu ya kawaida ambayo yani mara nyingi sana wanakuwa wanapata sana vijana, na hutokea hasa mara siku mbili, ndani ya siku mbili, siku ya kwanza mpaka siku ya pili. Lakini pia kadri unavyozidi kuongezeka umri, basi na yale maumivu huwa yanakuwa yanapungua. Lakini kuna maumivu yanayosababishwa na tatizo. Haya yanakuwa tunayafahamu kama secondary dymehedrhea. Hii maana yake ni maumivu ambayo yanakuwa ni makali zaidi na yanakuwa yanaashiria kitu fulani. Yaani haya yanakuwa yanaashiria baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinaashiria kutokana na hiyo sababu. Na moja ya vitu vinavyosababisha kupata mtu maumivu makali, sababu ambazo zinapelekea mtu anapata maumivu makali, ni kwa sababu ya kwanza inakuwa ni endometriosis. Maana yake hizi ni zile cell au ni zile tissue ambazo za ndani ya mwili au ndani ya kizazi, kuna sehemu zinakuwa zinavutika vutika badala yake, na au zimeenda kukaa sehemu ambayo sio sehemu yake. Let's say labda kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, labda kwenye mirija au kwenye kitu kingine chochote kwenye mfumo wake wa uzazi kunakuwa kuna mabadiliko, labda hichi kimesogea fulani hivi, ndio maana kinampelekea maumivu. Sasa hii tunaitwa endometriosis. Lakini pia kuna myoma au uvimbe au unasema fibroid. Hii inakuwa inaongeza sana maumivu na kupelekea mtu kupata changamoto kubwa sana ya maumivu kuwa makali na damu zinakuwa nyingi sana. Ukijiona wewe unapata damu nyingi sana, unapata maumivu makali, basi uko tayari kwenye wimbi kubwa sana la uvimbe kwenye kizazi. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa ni maambukizi ya nyonga au tunasema pelvic inflammation diseases, au kwa lugha rahisi tunasema PID, au kwa lugha nyingine tunasema ule uchafu unaotoka ukeni una rangi kama ya mtindi au maziwa. Hiyo ndo tunaita PID. Ikiwa inatoka rangi ya njano, maana yake inamaanisha hiyo ni fungus ukeni, lakini ikiwa inatoka kijani inamaanisha pia hizo ni fungus ukeni.
Hizo pia zinaweza kupelekea changamoto hiyo ya kuingia kwenye nafasi ya maumivu makali, ya kupelekea kupata maumivu makali wakati labda aidha unatoka au wakati wa tendo, au maumivu chini ya tumbo, maumivu chini ya kitovu, yote yanatokana na hiyo PID. Lakini sababu nyingine kubwa sana ambayo imebeba kichwa cha mada yetu ni homoni zisizokuwa sawa. Mara nyingi sana zile prostate glands zinapokuwa zinasababisha mikazo inakuwa mingi zaidi. Lakini maumivu haya tukianza kuzungumza kwa lugha rahisi, tunazungumzia kwamba maumivu, yani kwa lugha rahisi tuzungumzie kwamba mwanamke anapokuwa anaingia kwenye mzunguko hatakiwi kupata maumivu yoyote. Ikiwa anapata maumivu yoyote, aidha kuna vitu ambavyo alivyovifanya, kuna vitu alivyovitumia vimpelekea kupata hiyo changamoto. Moja hivyo vitu kutumia ni kutumia uzazi wa mpango wa kisasa ambao unapelekea hizo changamoto zinakuwa ziko nyingi sana, ambao inapelekea mtu unakuta anashindwa kufanya vitu kwa sababu alikuwa analinda ujauzito, baada ya kujua kazi haribu hizo homoni zikawa haziko sawa. Homoni za mwanamke kubwa zaidi ni estrogen na progesterone, zinakuwa haziko sawa katika ufanisi kazi wake. Yani zinakuwa ilitakiwa labda homoni ya kiume ipande juu kuliko ya kike, basi ya kiume inapanda juu kuliko ya kike. Yani ya kiume inapanda juu kuliko kawaida. Ndio unakuta hali zote zinakuwa zinakataa. Mwanamke mwenye shida ya homoni anakuwa anaingia katika wimbi la uke kuwa mkavu, anakuwa hisia hana, anakuwa hata akishiriki hasikii chochote, anajiona tu anafanya tu kwa ajili ya kumridhisha mwenzake ili au shindwe Okay, sasa tukiwa tunazungumza kwamba kipindi gani ambacho unatakiwa uende hospitali. Ukiona mzunguko wako unakuwa hauko sawa, labda mwezi huu umeingia ratiba ya siku 26, ukaja ukaingia ratiba ya siku 28, ukaja 32, ukaja 24, maana yake mzunguko wako unakuwa hauko sawa. Lakini pia ukawa unapata damu labda na mabongebonge, vinyamanyama au damu nyeusi, maana yake hiyo pia ni changamoto. Unatakiwa pia ufanye uchunguzi. Lakini pia ukijiona unaingia katika wimbi la ukiwa unapata period lakini inakuwa haieleweki, inakuwa na maumivu makali sana, basi ni vizuri pia kuweza kufika. Kuna wengine mpaka watumie sindano, wengine watumie dawa kukata maumivu, inakuwa pia ni changamoto. Kuna wengine mpaka wanazimia, kuna wengine wanapata maumivu yanaongezeka kadri muda unavyozidi kuwepo. Hayo ni changamoto kubwa sana. Ni kipindi hicho unatakiwa uweze kupata matibabu. Kuna wale wengine wanapata kwa mwezi mara 2, hiyo pia ni changamoto, na kizuri ni kwamba tunayo matibabu. Unaweza ukacomment hapo chini ukaandika niunge, basi utapewa link, utajoin katika magrupu yetu ya afya ambao tunakuwa tunaelekeza matatizo mbalimbali. Lakini pia kuna namna unaweza kuwa unapunguza maumivu. Unaweza kutumia maji ya kufanya compress tumboni na maji ya vuguvugu, labda ukachukua kitambaa ukakiweka hapo juu ya tumbo lako na kikakusaidia kufyonza yale maumivu. Lakini pia mazoezi mepesi unaweza pia kuwa unafanya. Kunywa maji mengi, jitahidi sana kunywa maji mengi, upate lishe bora ambayo inakusaidia. Lakini pia upate dawa ambayo inaweza katatua changamoto yako moja kwa moja ambao unapewa na ushauri wa matibabu. Lakini pia tuseme maumivu sio lazima yavumilike. Yaani maumivu sio lazima yavumiliwe kimya kimya. Afya yako ni muhimu sana. Maumivu yako usikae ukaanza kuyavumilia, ngoja nivumilie, hapana. Mwili wako unakuwa unatoa taarifa kupitia maumivu. Kwa hiyo nakusihi na nakupa nafasi hii, jitahidi sana kuweza kupata matibabu ambayo yamekuwa tayari yako wazi na yanaweza kusaidia juu ya changamoto zako. Asante sana, Mungu akubariki. Kwa leo tulikuwa tunaelekeza kuhusu mada hii kwa ufupi. Kwa hiyo asante sana, tutaona katika vipindi vinavyokuja. Okay, usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia usisahau kucomment kwamba umejifunza kitu gani siku ya leo na ukashare kwa mtu ambaye unatamani akijue kitu ambacho umekijua leo. Asante sana, Mungu akubariki. Tutaona katika vipindi vinavyokuja.